Movie inaanza kwa kumuonyesha kijana akiwa anacheza mpira kando kando ya ufukweni hapa. Inakaribia kuagiza na hakuna mtu yoyote karibu. Mara ghafla huyu dogo akaokota helmet yenye kamera ya GoPro. Huyu dogo akaamua kuplay video iliyorekodiwa ndani yake. Video inaonyesha wapiga mawimbi wawili wakiwa nakatiza juu ya maji. Hata hivyo wakiwa nakatiza juu ya maji au kupita muda wakashambuliwa na bonge la papa. Unaambiwa walilaluliwa vipande vipande. Huyu kijana baada ya kuona alivyoteketea wa jamaa aliogopa sana. Alikimbia huyu unaambiwa. Sasa baada ya hapo movie inaturudisha siku mbili nyuma. Anaonekana mtalii mmoja hivi anayekwenda kwa jina la Nancy. Na huyu Nancy anaonekana anaelekea kwenye ufukwe ule ule ambao tulimuona yule dogo. Kupitia mazungumzo yake na dereva tunagundua Nancy ni mwanafunzi wa chuo cha udaktari huko Amerika. Hata hivyo baada ya kifo cha mama yake mgonjwa, huyu bidada Nancy akaamua kusitisha kabisa masomo yake ya huko Amerika. Nancy pia anafichua habari kuwa mama yake alipata ujauzito akiwa kwenye ufukwe huu. Na ndio maana hii sehemu anaipenda sana. Baada ya muda kidogo akafika ufukweni. Ni sehemu nzuri kiukweli. Na jambo la kufurahisha zaidi, huu ufukwe haukuwa na watu wengi kabisa. Isipokuwa alikuwepo waendesha mawimbi wachache wa maeneo haya. Mara tu dereva anapoondoka, Nancy naye anabadilisha nguo na kuvaa mavazi yake ya kuogelea. Kisha akajiandaa na bodi yake ya kuteleza mawimbini ambayo kiufupi ilikuwa ya mama yake. Sasa akaingia baharini kupiga hatua kuelekea kwenye mawimbi huko. Tena akaelekea kwenye mawimbi makubwa huko. Baada ya kufika mbali kidogo, akakutana na waendesha mawimbi wawili hivi ambao wanaonekana kuwa marafiki. Nancy akauliza kama kuna hatari yoyote anapaswa ijue kwenye maeneo haya. Jamaa mmoja kati yao akamwambia kuwa hakuna cha kuogopa zaidi ya miamba chini hapo. Sasa baada ya mazungumzo mafupi, wote watatu wakapanda bodi zao na kuteleza mawimbini. Hata Nancy naye akaonekana ni mzoefu wa kuendesha. Baada ya masaa kadhaa, wale jamaa akachoka na akaamua kuondoka. Hata hivyo Nancy yeye hakutosheka kuogelea. Akataka aendelee kujifurahisha zaidi. Kwa akasema kwamba atabaki hapa kwa masaa machache, kwa akawaaga wale jamaa. Sasa baada ya wale jamaa kuondoka, Nancy akahisi kama kuna kitu kinamsogelea kikiwa natoka ndani ya maji. Kumbe hakukuwa na kitu chochote cha kuogopesha, walikuwa ni kundi la dolphins. Wanalukaluka tu kwa furaha zao, hawana hatari kabisa. Sasa Nancy baada ya kuona wa dolphins akavutiwa na uzuri wao, akaamua kuwaunganishia wa dolphins. Akawa jui kuwa mbele yake kuna hatari kubwa inamuandama. Sasa baada ya sekunde chache akagundua kuwa bahari imejaa damu. Inabainika kuwa damu hiyo inatoka kwa nyangumi mkubwa aliyokufa. Huyu nyangumi anaonekana kama amewindwa siku chache zilizopita. Hapo Nancy ndo akagundua kuwa hii sehemu ina mnyama mkali sana. Akapanda bodi yake haraka ili kuondoka maeneo haya. Kwa bahati mbaya mnyama huyo kitambo sana amemuona. Mnyama huyo alichokifanya akagonga bodi yake akamtupa kwenye miamba. Kwa namna fulani Nancy akafanikiwa kurudi kwenye bodi yake. Mbaya zaidi, mnyama huyo akaukamata mguu wa Nancy akawa anauvuta ndani ya maji. Kumbe huyu mnyama ni papa mkubwa. Kati ya mapambano hayo, mguu wa Nancy ulipatwa na majeraha makubwa sana. Unaambiwa hata maji yaliyomzunguka yaligeuka kuwa mekundu. Aisee, huyu dada alipambana mpaka akafanikiwa kufika juu ya mzoga wa nyangumi. Alipofika hapo, Nancy ndo akagundua kwa yuko kwenye msala mzito. Hivyo akawa anapiga kelele huenda atapata msaada. Lakini yeye yuko mbali, atapataje msaada hivi? Papa yeye akawa anazunguka hapo chini ya maji. Anajua kabisa kwa huyu bidada leo atoboi. Mbaya zaidi huyu papa akaanza kugonga huu mzoga wa nyangumi mara kwa mara ili Nancy aanguke ndani ya maji. Sasa Nancy yeye akawa anatafuta sehemu ya kujistiri zidi ya papa. Akaangalia pande zote, akaambulia kuona boya linaloelea juu ya maji, lakini linaonekana kuwa mbali sana, hawezi kulifikia. Na chaguo la pili, kuna mwamba unajitokeza hapo chini kwa sababu kina cha maji kinazidi kupungua. Tatizo linakuja hivi, huu mwamba ukipita siku moja tu utarudi tena chini, maana maji atakuwa yamejaa. Nancy yuko kwenye hatari kubwa, akawa anafikiria afanye nini hapa. Baada ya kufikiria kwa muda mrefu, akaona ni bora akae juu ya mwamba huu. Baada ya sekunde chache, papa akafanikiwa kugonga mzoga nyangumi na ukadondokea mbali huko. Ikawa bahati mbaya kwa Nancy, akajikuta anaogelea ili kuokoa uhai wake, huku mguu mmoja ukiwa unavuja damu. Sasa kumbuka papa yuko nyuma yake na anakuja kwa kasi ile mbaya. Hali hii ni hatari sana kwa Nancy, lakini Mungu sio Asumani. Nancy akafanikiwa kufika kwenye mwamba. Aisee, baada ya kufika hapa akawa amekata tamaa kabisa. Akajua kabisa kuwa sitovuka. Aisee, huyu bidada yuko kwenye hatari kubwa. Atatokaje huyu bidada? Sasa ile mguu usivuje damu, akaamua kufanya upasuaji wa ghafla. Utaratibu huo ukawa anamfanya anapiga kelele. Si unajua maumivu yake, lakini akawa ajui kuwa mbele yake kuna makubwa zaidi ya haya. Baada ya kumaliza matibabu yake, akafunga mguu vizuri ili kuzuia maumivu makali. Baada ya masaa machache, usiku ukawa umeingia na baridi kali ikaanza. Nancy alichokiona akaamua kurekebisha vazi lake la kuogelea na kulifanya kama koti hivi. Sasa baada ya muda kidogo akaona bodi yake inaelea. Akahisi kuwa itakuwa papa maeneo haya ameondoka. Akaamua kuingia polepole majini, lakini baada ya kuogelea dakika chache tu akaona mapenzi ya papa yakiwa yanamfuata, yani inamaanisha anamchora tu. Nancy akatumia nguvu zake zote kurudi kule alikotoka. Kwa mara nyingine tena akafanikiwa kufika kwenye mwamba, na mara hii akajiumiza mguu wake tena. Kufikia hapa Nancy akaanza kata tamaa. Mbaya zaidi, mwamba anaotumia huyu bidada utazama baada ya dakika kadhaa tu, na papa naye anazunguka tu haya maeneo. Lakini ghafla Nancy akaona tumaini. Amemuona mwanamume mlevi mnene aliolala ufukweni.
Kwa kuwa sasa hivi yuko mbali sana, akatumia nafasi hiyo kuomba msaada. Kama bahati hivi mwanaume huyo akamsikia alivyokuwa anapiga kelele. Nancy akamwelekeza apige simu kutumia simu yake ambayo iko kwenye begi hapo. Mwamba bila kinyongo akakubali. Baada ya kufungua begi, tamaa ikamuingia, akaona kuacha pesa ni usenge. Nancy akashuhudia jamaa anaiba pesa zake zote, akachukua na simu pia akaweka mfukoni, akawa anaondoka. Lakini ghafla akaona bodi ya kuteleza ikiwa inaelea majini. Jamaa akaamua kuiiba pia. Hapa Nancy ndo akakata tamaa kabisa lakini bidada japokuwa ameibiwa akawa anamuonya kuwa asiende, kuna hatari. Anasikia sasa baada ya kufika mbele huko akiwa anataka kupanda kwenye bodi, yule papa si akatokea akamlalua vipande huku Nancy akiwa anaangalia kwa hofu na kugundua kuwa huo ndo mwisho wake kabisa. Sasa jamani, cha kufanya hapa kabla tujaendelea na sehemu ya pili, sisi kama familia ya Farasi Genge tunaomba mtusupport sana kwa subscribe na tusubirie sehemu ya pili. Je, huyu bidada ataokoka?